Melania Trump anayependwa kwa urembo wake, uzuri wake na upekee wake anaendelea kuwavutia watu hata nje ya siasa. Kilicho muhimu kuhusu yeye ni mtindo wake wa maisha wa kifahari sana, unaoendelea kutoa mvuto wa kipekee ambao unaonekana kama hadithi ya hadithi. Kutoka kwa vito vyake vyenye thamani ya zaidi ya $1,000 na nguo za wabunifu zenye thamani ya maelfu ya dola hadi safari zake ghali na magari ya kifahari, Melania amejenga utambulisho wake mwenyewe, akisimamia jukumu la umma wakati akibaki na anga la siri na urembo. Katika video hii kuna maelezo mazuri na hadithi za kipekee za maisha ya kifahari ya Melania Trump. Tutianzia na nyayo zenye kuvutia za utajiri wa Melania nyuma ya pazia. Akiba yake ya mali inayozidi $70 milioni. Melania Trump ameonyesha kwa muda mrefu shauku isiyopingika kwa mitindo na ubunifu. Tangu akiwa kijana, alikuwa akitengeneza miundo elekezi ya nguo za kupendeza, akifikiria maisha yaliyojaa hadhi na mvuto. Uzuri wake wa kipekee, ulioimarishwa na urembo wake, ulivutia tahadhari kwa urahisi, uwepo wake ukiwa wa kuvutia wakati ulule. Akiwa na miaka 16, ndoto zake kama mwanamitindo zilianza kutimia, zikipata kasi kutokana na mkutano wa bahati na mpiga picha aliyempata huko Ljubljana, mji mkuu wa kupendeza wa Slovenia. Kipindi muhimu kama hicho kilianzisha safari ambapo nia yake ya asili ilijiunga kwa 100% na ulimwengu wa kuvutia wa mitindo ya juu. Mwaka 1978, Melania alijiandikisha katika chuo kikuu cha Ljubljana kusomea usanifu na ubunifu. Walakini, shauku yake inayoongezeka kwa uigaji wa mitindo ilianza kuchukua kipaumbele, ikimsukuma kuachana na masomo yake na kufuata kazi kamili katika ulimwengu wa mitindo. Kazi ya mitindo ya Melania ilianza kung'aa mwanzoni mwa miaka ya 1900 alipohamia Milano na Paris, miji mikuu ya mitindo ambayo ilikubali urembo wake wa kupendeza na mvuto wake wa usawazika, ikimpa fursa zenye thamani kuu ya kutafakari sanaa yake. Kwa kusaini mikataba na mashirika ya wanamitindo yaliyo maarufu, alifanya kazi pamoja na wabunifu na picha mashuhuri. Alivutia vito vya kuendesha na kuonekana kwenye kampeni za matangazo za hadhi ya juu ambazo ziliacha alama isiyoweza kufutika. Mtindo wake wa kupendeza na sifa zake za kipekee zilizounganishwa na uwepo wa kumvutia haraka zilimfanya kuwa mwanamitindo anayetafutwa na kuhimiza uhusiano wake katika tasnia ya mitindo. Mwaka wa 1994, Melania alifanya hatua ya kusisimua kwa kuhamia jiji la New York, hatua muhimu katika taaluma yake na safari yake ya kibinafsi. Akiwa amejizamisha katika tasnia ya mitindo ya jiji hilo lenye msukumo, alisaini mkataba na kampuni ya uongozi wa mitindo na kuonekana kwenye majarida kama Vogue, Harper's Bazaar na Vanity Fair, akithibitisha hadhi yake kama ikoni ya kimataifa. Mafanikio yake huko New York hayakufanya tu kuimarisha sifa yake kimataifa, bali pia yakamweka kwenye mizunguko ya kijamii yenye ushawishi tele na fursa. Mbali na mitindo, Melania alifanya uwekezaji katika biashara zinazoendana na mtindo wake wa kifahari na ujuzi katika masuala ya biashara. Miaka ya 2000 alijiongezea mkusanyiko wa biashara kama vile Melania Timepieces na Jewelry, mkusanyiko kwenye QVC ukichanganya ustadi na ushawishi wa kuwavutia wateja. Mwaka wa 2010 alianzisha Melania Marks Skincare Collection, akiahidi anasa na utaalamu kwa wateja wenye mahitaji makubwa. Biashara hizi zilivipanua vyanzo vyake vya mapato na kuonyesha uwezo wake wa kuvutia umma duniani kote. Alipokutana na Donald Trump mwaka wa 1998, Melania tayari alikuwa mwanamitindo anayejulikana na mjasiriamali anayeinuka, mwenye nguvu ya kuvutia inayojionyesha waziwazi. Ndoa ya mnamo 2005 iliongeza uwazi wake, ikifungua milango kwa ukuaji wa kibinafsi na kifedha. Matukio ya kipekee na yenye kutamaniwa sana yakawa nafasi kwa Melania.
akilipwa ili kuhudhuria na kuwavutia wahudhuria jina kuleta hadhi na maslahi. Desemba ya 2022 ilikuwa ya kuvutia, ikijumuisha ushiriki katika matukio ya kiwango cha juu yaliyokiongezea mafanikio yake kifedha na kuonyesha uwezo wake wa kupendeza umma. Utambuzi unapelekwa kwa uonekano wake katika mkutano wa Log Cabin Republicans, kikundi cha Republican kinachunga mkono LGBTQ+, kukiakisi kivutio chake kwa $237,500. Mbali na kusaidia makundi muhimu, Melania amedhihirisha ushawishi wake wa kudumu na ujuzi wake katika muktadha wa kisiasa na kijamii. Mwishoni mwa 2021 alitumia kivutio chake kwa kupokea karibu $100,000 kutoka kwa kamati ya kisiasa iliyounganishwa na Trump. Kwa upendo waitwe fanya Marekani kuwa kubwa tena, kwa kucheza ya kimapinduzi na isiyo ya kawaida ambayo iliwavutia wafuasi wake. Melania aliwashangaza katika mwaka wa 2022 kwa kuuza kofia yake ya kipekee nyeupe iliyovaliwa wakati wa ziara yake Ufaransa kwa kiasi kikubwa cha $170,000, ikionyesha uwezo wake usio na kifani wa kubadilisha nyakati kuwa fursa zenye thamani. Mwezi wa Oktoba, kumbukumbu ya Melania iliingia sokoni, ikichochea kelele zenye kuvutia zenye mvuto wake na faida. Kila nakala iliuza kwa $4, ikiwa na toleo lililosainiwa kwa mkono lenye umuhimu wa ziada na kuvutia kwa $100,000, ikiacha wengi wakiwa na hamu ya kugusa kiukaribu. Mnamo Disemba 2022, ripoti za Nanchel zilifichua kuwa karisma ya Melania Trump ilizidi mipaka ya Marekani, ikivutia watazamaji ulimwenguni kote. Mtazamo wake wa kimataifa na uhusiano wake wenye kuvutia ulicheza jukumu muhimu katika kukuza ushawishi wake na mapato kwa kuunganika kwa karibu na watazamaji mbalimbali. Mafanikio yake wakati huo yalisababishwa na uteuzi makakati wa matukio yaliyotakata na tamani zake na hisia zake. Mbinu hii makini haikuchagiza tu taswira yake ya umma, bali pia iliongeza kazi yake katika hotuba na maonyesho ya kiwango cha juu, ikimweka kama kiongozi maarufu katika jukwaa la kimataifa. Kwa utajiri wake ukiongezeka kwa njia za kuvutia na za kuvutia, kulitokea uvumi wa vipande vya kifahari na vya faragha vilivyozungukwa na siri na mvuto, vikichochea hamu ya kila mtu na kuacha wakitamani zaidi, hata kama ukweli kamili ulibaki kuwa haujulikani. Wakati Melania alipokuwa mke wa rais mnamo 2013, maisha yake yalibadilika sana. Jukumu hilo lilileta tahadhari na shinikizo kubwa, na kuishi katika ikulu ya White House ya kihistoria chini ya uchunguzi wa mara kwa mara ilikuwa uzoefu tofauti sana na maisha yake ya kibinafsi hapo awali. Ingawa White House ilikuwa kubwa, Melania mara nyingi alipendelea kuwa Mar-a-Lago, ambapo alihisi zaidi kujifurahisha na nyumbani. Kukaa Mar-a-Lago kulikuwa zaidi ya kukimbilia tu. Ilikuwa nyakati muhimu za kuunganisha tena na yeye mwenyewe na kueleza mtindo wake mwenyewe. Ondoko haya mara nyingi yalifanyika bila Rais Trump kuwapo. Yaliimarisha uwepo wake wa kujiamini na hamu yake ya nyakati za kujitolea kibinafsi. Katika faraja ya malazi yake, Melania alijitolea kwenye shughuli zilizogusa roho yake na kuzimarisha roho yake. Iwe ni kugusa majani mazuri ya bustani, kufurahia matibabu mazuri ya spa, au kufurahia misemo ya kuvutia ya upepo wa bahari. Mar-a-Lago ilikuwa mahali pa kutafuta kimbilio kwake, mahali ambapo wasiwasi wa maisha ya umma ulipotea kwa kubadilishana na starehe za kibinafsi. Ziara za Melania kwenda Mar-a-Lago zilishirikisha matukio muhimu katika safari yake kama mke wa rais, iliyotawaliwa na fitina za umma na kuridhika binafsi. Mwanzoni mwa utawala wa Trump, uchaguzi wa Melania wa kubaki New York, akifurahia maisha ya kawaida na mwanae Barron hadi mwisho wa mwaka wa masomo, ulivutia umakini wa umma. Hata hivyo, alipohamia Washington DC, Mar-a-Lago ikawa marudio ya kawaida kwa mke wa rais. Kati ya safari zake ulimwenguni na jukumu lake kali la kiofisi,
Melania Trump anavutia kwa urahisi, umakini, uzuri wake ukichanganya utukufu na mvuto, uwepo wake wa kifalme ukiwa umeboreka na mavazi yake ya kiasi na ya kisasa, ukituma mshindo hata katika mazingira rasmi. Kwa mtazamo wake wa utulivu na wa kudhibitiwa, tabasamu zilizopimwa na hali maalum ya utu, sio tu huvutia macho, bali pia ameunda mtindo wa maisha na taswira ambayo inastawi katika uchawi wake wa kuvutia. Sasa pamoja na mume wake, anarudi White House kwa muhula wa pili, akionyesha ushushiaji wa pekee wa hisia. Uwepo wake umebainishwa na mwangaza laini na wa kisasa ambao wakati haukufanikiwa vibaya kugusa. Akiwa na miaka 54, uchawi wa Melania wa kukabiliana na mchakato wa wakati ni uthibitisho wa nidhamu yake, talanta katika kutumia vipodozi na katika sanaa nyepesi ya taratibu za urembo. Ngozi yake yenye dosari kiduchu, laini, thabiti na ya kuvutia inatoa anga ya mwaliko uliofichika na wenye kufurahisha. Wakati anachukua majukumu yake yaliyorudishwa, Melania anawakilisha zaidi ya mke wa rais tu. Yeye ni uhalisia wa tamaa na nguvu, kazi ya sanaa wa uzuri ambayo inainspiri admiresheni na kugusa kidogo kwa wivu. Hebu tuichunguze kwa karibu mitindo ya kipekee ya Melania Trump. Wakiwa katika jukumu lake kama mke wa rais kutoka Januari 2012 hadi Januari 2021, Melania Trump daima alikuwa kitovu cha macho. Chaguo la mitindo la Melania mara nyingi hutiliwa mkazo katika maonekano yake ya umma, akikubaliwa na kupitiwa kwa makini. Mavazi yake ya kifahari daima huvutia macho, yakionyesha upekee na mtindo wake. Moja ya mapambo ya kipekee aliyovaa ilikuwa seti ya Ralph Lauren wakati wa kumwaga kwa mumewe mwezi Januari 2017. Kotini la pamba ya samawati wazi na gauni linaloruka alilovaa vilionyesha umbo lake, likirejelea upekee wa daima wa Jackie Kennedy. Kwa kuongezewa na glavu laini za ngozi na viatu vinavyofanana, hii seti ilionyesha unyofu wa kifisadi na ilikuwa na thamani ya $2,600 yenye mvuto. Uchaguzi wa rangi na muundo ulikuwa heshima kwa mitindo ya Marekani, huku ukionyesha upekee na utaalamu. Mwezi wa Mei 2017, wakati wa safari ya kimataifa ya kwanza ya Rais Trump, Melania aling'aa wakati wa ziara yake Saudia ya Kiarabu kwa kuvaa gauni la dhahabu lililopambwa na mbunifu kutoka Lebanon Rim Akra. Gauni hilo lililofumwa kwa ustadi na lenye thamani ya $10,000 lilichanganya unyofu wa magharibi na utajiri wa Mashariki ya Kati kwa njia ya kuvutia. Alionyesha ustadi wake kwa heshima kwa mila za kitamaduni, wakati huo huo akionyesha mtindo wake wa kipekee na wa kuvutia. Wakati wa mkutano wa G7 huko Sicily, mwezi Mei 2007, Melania alivutia macho kwa koti la kimapenzi la Dolce & Gabbana lenye maua. Kipande hiki cha kifahari kilichozwa na vifaa vya maua ya tatu kilikuwa na thamani kubwa ya $51,000. Kwa kuunganisha koti na gauni dhaifu, Melania iliruhusu unyofu wa kimapenzi wa koti uwe kitovu cha tahadhari. Seti hii ilikuwa tamko la kiburi la imani yake, ladha iliyorefuka na mvuto wake usiopingika kwa mitindo ya kifahari. Mwezi wa Aprili 2018, wakati wa chakula cha jimbo na rais wa Kifaransa Emmanuel Macron, Melania alivutia watazamaji na gauni la Chanel Haute Couture lenye mvuto. Vazi la kuvutia la fedha lenye glitri, lenye shingo inayotoa mwanga na mikono inayoonyesha lilikuwa na thamani ya kuvutia ya $12,000. Chaguo hili la kuvutia lilionyesha upendeleo wake kwa mifano ya muda mrefu inayochanganywa na kugusa kisasa na cha kujiamini, kikipokelewa kwa upana na uzuri wake usiotatiza. Mavazi mengine ya kukumbuka yalikuwa gauni jeupe la tule lisilo na mikono lenye michoro ya maua ya Elie Saab, ambayo alilivaa wakati wa chakula cha jioni kwenye mnara wa NATO huko Brussels mwezi Julai mwaka wa 2008. Gauni hilo na silweta yake ya kujiamini na ya kuvutia ilionyesha ujasiri na kuvutia thamani ya $7,500. Uamuzi huu wa kusisimua kuwa tofauti
na rangi zake za kawaida zenye kiasi. Mwonekano huu wa kuvutia uliosababisha watu kuangalia vilivyo uliweka kumbukumbu kwa vyombo vya habari na umma pia. Wakati alipokuwa Uingereza mwezi Juni mwaka wa 2002, Melania alivua gauni la kupendeza la Givenchy. Gauni la baraghasha nyekundu lenye mistari ya kisasa na rangi yenye mamlaka ilikuwa kuonyesha uzuri wa kuvutia kwa upole, ikikadiriwa kwa karibu $7,000. Uamuzi huu wa kifalme, bado unafunikwa na siri, ulionyesha uwezo wake wa kutangaza taarifa kwa unyenyekevu na ya unyofu, ukiacha athari kubwa kwa wote waliomtazama. Mwezi Mei mwaka wa 2010, wakati wa chakula cha hali ya juu huko Japani, Melania alivaa gauni lenye rangi ya waridi lenye baraghasha iliyopambwa na manyoya yaliyochorwa kwenye metali, ikikadiriwa kwa karibu $4,300. Mwonekano huu wa angani ulikuwa uthibitisho wa uwezo wake wa kupumua nima na unyenyekevu, ukipongezwa kwa kiasi kikubwa kwa uzuri wake wa kifuraha. Akiwa kama mke wa rais, chaguo la mitindo la Melania Trump lilieleza mtindo wake binafsi na hadhi yake kama ikoni ya kimataifa. Katika mitindo, kila vazi liliteuliwa kwa umakini ili kutuma ujumbe wa uzuri, anasa na ufahamu wa kitamaduni. Gada motoni wake wakati huo haikuwa tu inaonyesha ladha yake iliyorefuka, lakini pia ilionyesha ushawishi wake kwenye ulimwengu wa mitindo. Kabla ya kuwa mke wa rais, Melania Trump tayari alijulikana kwa kazi yake kama mwanamitindo na mvuto wake wa kuvutia uliovuta mshikamano wa ulimwengu. Ladha yake ya kifiniki kwa vito iliongezea mvuto zaidi, na moja ya vitu vyake vya kuvutia na vya kuvizia vikiwa pete yake ya uchumba, ishara inayong'aa ya mahusiano yake ya kihemko na Donald Trump. Mpete uliopambwa na GRA unaonyesha almasi yenye kilomita 15 kwa sura ya Zambia bila kasoro, na fukuto lenye mviringo na kunga linalotoa mvuto wa kimapenzi. Imekadiriwa kwa 1.5 milioni wakati Donald alipopendekeza mwaka 2004. Usafi wake wa ajabu na mwangaza wake wa kung'aa vilionyesha ladha isiyopingika ya anasa na mafahari ya kifalme kati ya wanandoa. Walakini hadithi ya pete ya uchumba ya Melania haishi hapo. Katika maadhimisho ya miaka 10 ya ndoa, Donald Trump alimshangaza Melania kwa kuboresha ambayo ilipeleka maonyesha ya fahari kwenye kiwango kingine. Almasi ya asili ya kilomita 15 ilibadilishwa na moja ya kilomita 25 pia kutoka GRA. Kuboresha hii hekufanya tuongeze thamani kubwa ya pete, lakini pia ilitambulisha nafasi yake kama moja ya vito vyenye ishara zaidi katika mkusanyiko wa Melania. Almasi yenye kilomita 25 inayojulikana kwa usafi wake wa kipekee na mwangaza ni kweli kazi ya sana ya upigaji, ikilenga kujitolea na upendo wa kudumu wa wanandoa. Mbali na pete ya uchumba, wanandoa walichagua GRA kwa pete ya Melania katika harusi yao ya mwaka 2005, mwaka kabla ya kuzaliwa kwa mtoto wao Baron. Pete ya kilomita 13 iliyopamba kidole chake baada ya kubadilishana kiapo mbele ya orodha ya wageni wakiwemo wasanii maarufu ina almasi beblas katika umbo la Zambia. Mkusanyiko wa Melania pia una vikuku viwili vya almasi vilivyogeuka kuwa ishara ya mtindo wake unaotofautiana. Vikuku hivi, ambavyo mara nyingi huonyesha miundo michangamano na vito vya ubora wa juu, huongeza kugusa kwa fahari kwenye mavazi yake, yakisisitiza ustadi na unyofu wake. Iwe katika gala au hafla ya karibu zaidi, chaguo la vikuku vya Melania daima vinakamilisha muonekano wake, kutilia mkazo urembo wake wa asili na utulivu. Melania ana pete nyingine ya almasi inayofanana na pete yake ya ndoa. Alikuwa ameonekana akiwa amevaa vito hivi vilivyokuwa na almasi kidogo kidogo wakati wa hafla katika ikulu ya White House mwezi Julai 2020.
Kwa maonyesho yake katika mkutano mkuu wa Republican wa kitaifa Maryland mwezi Agosti 2020, alilinganisha pete hizo mbili, akizipanga pete ya milele na almasi zenye umbo la ovali pamoja na pete nyingine inayotofautisha. Wakati Melania na Donald Trump waliposhiriki mchezo wa ubingwa wa kitaifa wa mpira wa miguu Marekani huko New Orleans mwezi wa Januari 2020, wakati wa muhula wa awali wa Trump, vito vya Melania vilionekana kama ishara ya uzuri na mvuto usioweza kuepukika. Kwenye kuapishwa kwa mwaka wa 2007, alivalia masikio ya almasi ya kuvutia ya Van Cleef & Arpels yenye mwangaza uliowavutia macho kama mawimbi ya uchawi. Kwa muundo wa wakati lakini wa kisasa, masikio hayo yaligusa mistari laini ya shingo yake, kufanana kikamilifu na nguo yake ya buluu ya Ralph Lauren. Mwangaza wake ulionekana kama unapingana na mwanga yenyewe, ukiongeza mvuto usioweza kuepukika kwenye tukio hilo. Uchaguzi maalum wa Van Cleef & Arpels, kampuni inayohusishwa na anasa ya kuvutia na utaalamu, ulithibitisha nafasi yake kama ikoni ya kimataifa ya mitindo na mwanamke aliyejua kugeuza hamu kuwa kitu kisicho na mpinzani. Katika wakati wake kama mke wa rais, Melania alichagua kwa umakini vito vyake vya kuboresha maonyesho yake ya umma na majukumu rasmi, kuzidi uzuri wa mtindo wake na uwepo wake wa kuvutia. Mara alichapishwa na kushangiliwa na wapenzi wa anasa kama vile kukosolewa na wale wanaomuona kama ishara ya kupita kiasi, hasa ikilinganishwa na changamoto za kijamii na kiuchumi zaidi. Walakini, Birkin haikuwa tu kuhusu utajiri. Pia ilikuwa ushahidi wa taswira ya umma iliundwa kwa umakini na Melania. Katika kipindi chake kama mke wa rais, chaguo zake za mtindo zilikuwa za makusudi na mara nyingi zilikuwa na maana. Birkin ya Himalaya na uzuri wake ulioshikamana na hata hivyo unaovutia uliambatana na upendeleo wake wa rangi zisizo na hisia, uwaji wa kisakafu na fahari isiyo wazi. Nyuma ya msimamo wake wa kiunzi kuna siri isiyovutia, makusanyiko wa hazina maridadi na ya kuvutia ambayo wachache tu wenye bahati walikuwa na fursa ya kuona. Mwaka 2006, Melania alipigwa picha kwa staha na gari la $600,000 kwa ajili ya kipindi cha picha cha Vogue, wakati alikuwa mjamzito na mwanawe Baron. Alikuwa amevaa kwa ustadi, akimunga mkono kwa upole gari la SLR McLaren, kazi ya sanaa iliyozaliwa kutokana na ushirikiano wa kipekee kati ya Mercedes-Benz na McLaren, na injini yake yenye nguvu ya V8 supercharger iliyozalisha nguvu ya kuvutia ya farasi 600, milango ya kando kama mbawa za kunguru zenye mvuto, na muundo uliohamasishwa na Formula 1. Gari hili lilikuwa lenye kuvutia kama muziki wake. Wakati wa urais wa Donald Trump, Melania alikuwa na ufikiaji pekee wa Cadillac One aitwaye kwa kumvutia Beast. Gari hili la kiongozi lenye kinga kubwa lilieneza nguvu na kutopindika, tofauti kabisa na sifa za usalama wa kisasa kabisa. Kama gari rasmi la serikali kwa rais na mke wa rais, lilikuwa likionyesha mamlaka isiyoshikika. Mwaka 2012, helikopta iliyobinafsishwa iliyopakwa dhahabu ya Charat Dopulpat ilitengenezwa na Paul Teutul Sr. wa American Chopper Sr. vs. Jr. Likimetaa na maelezo ya dhahabu halisi na kuchorwa jina la Trump kama sainikali. Baisikeli hii ilionyesha fahari isiyo na msamaha na utajiri usiopingika, kipande kikuu ambacho kinaamuru heshima popote inapopambazuka. Melania pia aliwashangaza wafuasi wake na picha za uzuri wa usoni wa gari lingine la Mercedes-Benz kwenye Instagram. Mwaka 2019 alitania kuelezea gari kama safari ya kufurahisha ya majira ya joto. Mfuasi mmoja aligundua kuwa ilikuwa Mercedes 200 SE Ponton, ikoni ya mwaka wa 2017 inayoweza kubadilishwa, ambayo binti mkwe yake Ivanka Trump na mumewe Jared Kushner walionekana pia wakifurahia kwa shauku. Mwaka wa 2012, kijana Barron Trump mwenye umri wa miaka 8 tu alipigwa picha kwenye kiti cha abiria cha Rolls Royce.
Phantom ya familia, gari linalotoa harufu ya ustadi na bei ya mwanzo ya $500,000. Phantom uliochaguliwa na familia kwa safari ya pumziko ya Jumapili, ulionyeshwa baada ya kwenye moja ya machapisho ya Melania akisherehekea safari wakati wa jioni ya mua. Kwa ndani yake ya kifahari na uwepo wake wa kuogopesha, gari lilifanya kila safari iwe kuzama kwa kweli katika anasa. Makusanyo ya magari ya Melania Trump ni machanganyiko wa kuvutia wa ufinyanzi na nguvu, na mistari inayobubujika ustadi na ahadi ya ucharmisio na kifani. Akicheza kama mke wa rais kwa njia ya kuvutia wakati wa kipindi cha uongozi wa mumewe, anaonekana kuwa tayari kuleta hisia zaidi na uwezo kwa jukumu lake katika muhula huu mpya. Enzi mpya ya kuvutia inaanza White House. Muda wa Melania Trump kama mke wa rais wa Marekani ulianza na maamuzi ya kushangaza ambayo yaliamulia mkondo wa upole wa kipekee kwa jukumu lake. Wakati Donald Trump alipoapishwa kama rais wa 45 mnamo Januari 2007, ilitarajiwa kwamba familia ya kwanza ingehamia mara moja White House. Walakini Melania aliamua kubaki New York na mwana wake mwenye miaka 10. Baron, chaguo lililowashangaza wachunguzi na kuzua maslahi ya jumla. Maamuzi ya Melania ya kubaki Trump Tower yalivunja utamaduni, kwani wakesha damas daima walikuwa wanaingia mara moja White House ili kutekeleza majukumu yao ya umma. Melania alifafanua kwamba alitaka Baron amalize mwaka wa masomo bila usumbufu, ikionyesha uaminifu wake kwa elimu na ustawi wa mwanae. Badiliko hilo, lisilo la kawaida lakini zenye kusudi, lilionyesha azimio thabiti ambalo limekuwa ni tabia kuu ya kipindi chake cha kuangaziwa. Wakati huo, Melania alibakia na umakini wa chini. Maonekano yake adimu ya umma yaliwapa macho tu ya afya ya uwepo wake wa fumbo. Kutokuwepo kwake katika eneo la kisiasa kuliongeza uvumi kuhusu jukumu lake katika utawala, wakosoaji wakidai kutofautiana na wafuasi wakimheshimu kwa uzingatiaji wake thabiti kwa familia. Mivutano ya kimya kuhusu chaguo zake iliongeza siri yenye mvuto kwa persona yake ya umma, ikitoa nafasi kwa maoni mbalimbali. Wakati Melania hatimaye alipotransferiwa kwenye ikulu ya White House, alikubali jukumu lake kwa mtazamo wa kimya. Alianzisha kampeni ya Be Best, mradi wa kibinafsi uliolenga ustawi wa watoto, tabia mtandaoni na matumizi mabaya ya opioidi. Ingawa kampeni hiyo ilikuwa ya moyo safi, ilipokea ukosoaji mchanganyiko, na wapinzani wakihisi athari yake na wafuasi wakimsifu kwa kutetea masuala yanayolenga familia. Mtazamo wake wa kimya lakini thabiti uliakisi nguvu ya utulivu iliyoshikilia taswira yake ya umma. Katika kipindi chake, Melania alionyesha eleo ya kustahimiliana iliyokuwa tofauti kabisa na vitendo vya kujitokeza vya waliokuwa kabla yake kama Michelle Obama au Hillary Clinton. Alikuwa akidhamiria faragha kuliko kutawala, akilima mtindo tofauti uliomtambulisha. Tabia yake ya kujitenga ikichanganiwa na maonekano yake mara kwa mara iliongeza tabaka za siri, ikizalisha tafsiri zisizoisha kuhusu siri za uchaguzi wake. Kati ya mambo yaliyojadiliwa zaidi katika kipindi chake ni uchaguzi wake wa mitindo, wenye kuzua maswali na kuchambuliwa kwa maana iliyofichika pasipo kikomo. Iwe ni rangi yenye nguvu au umbo lenye mvuto, mavazi yake yalizungumza mengi pasipo kusema neno, wakimuacha umma kujiuliza kwa mshangao na utata. Taarifa ziliibuka wakati wa miaka yake ya kwanza kama mke wa rais kwamba Melania alirekebisha upya mkataba wake wa ndoa na Donald Trump kabla ya kuhamia Washington. Ufunuo huo ulimtambulisha kama mwanamke mwenye mwono wa kimkakati na mamlaka ya kibinafsi, mwenye uwezo wa kutembea kwa makini ndani ya nafasi yake. Ubunifu huo uliongeza taswira yake kama mtu aliyeshikilia kimya, lakini kwa uthabiti katika udhibiti wa hadithi yake mwenyewe. Baada ya kuwekwa rasmi ikulu ya White House, Melania alitafuta miradi ya urekebishaji iliyolingana na ladha yake kwa uzuri usiopitwa na wakati.
Kutoka kwa ukarabati wa bustani ya maua hadi kubuni zulia lililobinafsishwa kwa chumba cha mapokezi ya kidiplomasia, juhudi zake zilionyesha kuthamini kwa kina kwa utamaduni na urembo. Miradi hiyo iliyoashiria kwa subira katika umakini wa maelezo ilimtambulisha kama mlinzi wa historia ya ikulu ya White House pamoja na mvuto wake uliodumu. Miaka ya kwanza ya Melania Trump kama mke wa rais zilijulikana kwa mchanganyiko wa mila na ubunifu. Chaguzi zake, kuanzia kusogeza mabadiliko hadi kuzindua kampeni yake, zilionyesha tamaa ya usawa kati ya masuala ya kibinafsi na majukumu ya umma. Akiwa mke wa rais, Melania Trump mara kwa mara alivutia umakini wa umma na mtindo wake, akivuta vichwa vya habari na mavazi yake. Lakini shauku yake kwa kubuni ilikuwa zaidi ya mitindo. Alifanya kazi kwa bidii katika kuhifadhi na kurejesha sehemu za ikulu ya White House, akilenga kwenye unadhifu usiopitwa na wakati. Sasa Melania ametumbukia kwenye sekta ya mapambo, uamuzi unaokwenda sambamba na upendo wake wa kubuni na urembo. Hatua hii mpya inadhihirisha hisia yake ya kupenda uzuri na ustadi wa mikono, ikiongozwa na uzoefu wake na mtindo wa kibinafsi. Kuchunguzi kwa Melania katika uga wa mapambo hauishi tu kwenye kutengeneza vitu vizuri, bali pia kusimulia hadithi kupitia kubuni. Uzoefu wake katika mitindo na mali ya anasa umempa mtazamo wa pekee juu ya kile maana yake ni kuzalisha kitu cha kweli kilicho la kifahari. Anaelewa umuhimu wa maelezo, thamani ya ufundi na athari ya urembo katika kuvuta hisia na kuzalisha hisia za kudumu. Kwa Melania Trump, kucheza jukumu la mke wa rais haimnyimi tamaa zake. Katika mazingira ambapo siasa na teknolojia mara kwa mara zinagongana, amejitokeza kama kiongozi mwenye kuvutia anayendeleza kwa ustadi katika ulimwengu wote. Huku Donald Trump akitekeleza muhula wake wa pili kama rais wa Marekani, Melania amevutia umakini na harakati zake za kujadiliwa sana katika ulimwengu unaokuwa wa teknolojia ya blockchain. Kuingia kwa Melania Trump katika uga wa blockchain ilikuwa ya kushangaza na yenye athari. Kwa kuhamasisha sana wadau wa teknolojia na wachambuzi wa kisiasa, Melania alifichua ushiriki wake katika teknolojia ya blockchain haraka baada ya wakati wake kama mke wa rais. Mradi wake, mwanzoni ukiwa katika mazingira ya siri, ghafla ukawa mada inayojadiliwa sana. Mfano wa zamani na mfanyabiashara alizindua safu yake ya vitambulisho visivyo vya kubadilishana au NFTs, ambavyo ni mali za dijiti za kipekee zinazotumia teknolojia ya blockchain. Melania wazi ni nani anayeamini kuwa ni mwanamke wa fursa zisizo na kikomo, na katika enzi mpya ya kuwa mke wa kwanza kwa mara ya pili, kuna mengi zaidi atakayoyaletea mwangaza. Kutoka wakati Donald Trump anapotoka mlangoni mwake, operesheni iliyopangwa kwa umakini inachukua hatua. Wakati yeye akienda kote nchini kwenye mojawapo ya ndege zake za kifahari za kibinafsi, akivuka kwa msafara wa magari yanayozuia risasi au kupanda kwenye Trump Princess maarufu, kila mwendo unafunikwa kwa siri na usahihi. Lakini ni nini kinachohitajika kuhamisha rais wa zamani mwenye uwepo wa umma mkubwa sana chini ya rada? Katika video hii tunavua tabaka za maandalizi ya safari ya Trump yenye usalama wa hali ya juu na anasa, kutoka angani hadi baharini na zaidi. Kwa hivyo, jitayarisha kuzama katika ulimwengu wa ndege za kibinafsi, magari yaliundwa kwa ustadi, helikopta na kiwango cha kutunza siri kisichopungua cha kiti cha rais. Bila kupoteza muda zaidi, tuanze. Ndege za kibinafsi za Trump. Kukiwa na fikra ya ngome inayoruka, mtu anaweza kuwazia ndege ya kijeshi iliyosheheni silaha. Lakini Boeing 757 ya Donald Trump, maarufu kwa jina la Trump Force One, inabadilisha maana hiyo na muungano wake wa anasa, nguvu na usalama. Iliyoagizwa mwaka 2000 kwa thamani inayoripotiwa ya dola milioni 6. Ndege hii sio tu njia ya usafiri, ni kasri linaloruka lililundwa kutoa uzoefu usio na kifani angani.
Watambue kupaa futi 30 ukiwa umezingirwa na anasa ambayo ingefanya hoteli ya nyota 5 ijipambe yote wakati unazungukwa na ngome ya usalama. Ingia kwenye Trump Force One na ni kama kuingia ndotoni iliyochorwa dhahabu kwa hakika. Vitambaa vilivyobinafsishwa vinapambwa na vifaa vilivyopakwa dhahabu na mito ya mbao ya kina, ikiumba angahewa inayopiga kelele ya utajiri na nguvu. Sehemu ya ndani iliyosambaza ni iliyoboreshwa kwa starehe na exclusivity, ikibeba abiria Capri 3 badala ya 2 wa awali, ikihakikisha wale wanaopanda wanakutana na kilele cha anasa. Kutoka kwa mikeka laini chini ya miguu hadi taa za kupendeza juu, kila undani unaeneza ustadi. Situachilia fwe kuhusu safari ya ndege, ni uzoefu. Hebu tuangalie vivutio vikuu vya kasri hewani hiki, chumba binafsi. Wewe haukumbuki viti vilivyosongamana vya ndege unavyozoea. Kwenye Trump Force One, unaweza kufurahia kitanda cha ukubwa wa mfalme kamili na shuka za kifahari ambazo zitakufanya usahau kuwa unaenda juu ya ardhi. Na ikiwa unahitaji kujiburudisha, bafu la kibinafsi lenye kuoga linahakikisha kuwa unaweza kutoka ndege ukiwa umerefushwa kama vile unatoka tukutoa huduma ya spa. Fikiria kuwa na starehe yote hii katika safari ya bara. Ni nani asiyetaka kubadilisha nafasi na Trump, hata kama ni kwa siku moja? Bila shaka safari yoyote haijakamilika bila burudani, na Trump Force One haisitishi hata kidogo. Mfumo wa burudani wa kizazi kipya unajumuisha televisheni kubwa, mfumo wa sauti ya kuzunguka na maktaba kubwa ya sinema na vipindi. Ikiwa Trump anataka kubaki karibu na habari za hivi karibuni, kujiburudisha na filamu ya zamani au labda kutazama kipindi cha mwisho cha The Apprentice, tunaweza kufikiria chaguo ni kubwa. Ni kama kuwa na sinema binafsi angani. Mwishowe, kwa nini kufurahia kidogo? Na kuna uzoefu wa upishi. Unaweza kufikiria kwa chakula cha ndege ni kisicho na ladha na kinachogandishwa kwa microwave. Lakini kwenye Trump Force One, jikoni iliyosheheni inaweza kupika chochote ambacho moyo wa Trump unataka, kuanzia nyama iliyochomwa hadi vyakula vipendwa vya haraka. Sehemu ya kulia na mipangilio yake ya meza maridadi na viti vya starehe hutoa mandhari kamili kwa chakula cha gourmet kwa futi 30,000. Ni kama vile mgahawa wa nyota 5 umehamishwa mbinguni, ukidhibitisha kwamba kila chakula ni tukio lenyewe. Hata hivyo, hatuwezi kusahau upande mwingine wa ngome hii inayoruka: usalama. Katika ulimwengu ambapo usalama ni muhimu, haswa kwa rais wa zamani, Trump Force One imejazwa na teknolojia za kisasa katika mawasiliano na usalama. Madirisha ya soro risasi na muundo imara wa nje hutoa safu ya ziada ya usalama, ikifanya ndege hii kuwa ngome ya kweli angani. Iwe Trump anashughulika na biashara za hatari au anafurahia tu wakati wa utulivu, anaweza kufanya hivyo kwa amani kamili. Hatimaye, unapokuwa Donald Trump, jambo la mwisho unalotaka ni safari yenye misukosuko, iwe kwa maana halisi au kwa maana ya vitendawili. Hata hivyo, uhusiano wa Trump na anga haujaanza na hii 737. Kabla ya Trump Force One, kulikuwa na Boeing 737, ikoni ya awali ya anasa na hadhi ya Trump angani. Ilipatikana mwaka 1997. Ndege hii yenye injini 3 ilikuwa na vifaa vingi vya anasa sawa: mikanda ya usalama iliyo dhahabu, chumba cha kulala cha faragha na eneo la chakula lenye hadhi ya kifalme. Hata hivyo, na injini 3 zikiteketeza mafuta, 737 ilikuwa ghali kwa kuendesha, ikitumia hadi $10 kwa saa ya ndege. Si ajabu kwamba Trump hatimaye aliamua kuibadilisha na 737 iliyokuwa na ufanisi zaidi, lakini bado yenye anasa. Hatimaye, ni nani alisema kwamba anasa haiwezi kuwa na maana? Na tusisahau Cessna Citation X ya Trump, ndege ya kifedha yenye viti 9 inayojulikana kwa kasi yake. Baada ya yote, linapokuja swala la Donald Trump, hata ndege yake inapaswa kuwa ya haraka zaidi. Ilipatikana mwaka 1997. Citation X ilikuwa mwahame wa kawaida katika kampeni ya Trump, ikimpeleka haraka kutoka mkutano mmoja hadi mwingine. Hata hivyo,
hata ndege hii ilikuwa na sifa zake. Mwaka 2016, Trump aliendelea kuwa na utata kwa kuendelea kusafiri na Citation X licha ya usajili wake kuwa umepita muda, kosa ambalo alilieleza kwa FAA. Licha ya kizungumkuti hicho, Citation X ilibaki kuwa sehemu muhimu katika meli ya ndege ya Trump hadi kuzwa mwaka 2020. Mbali na ndege za jeti, meli ya ndege ya Trump pia ilijumuisha helikopta mbalimbali za Sikorsky S-76 ambazo tutazungumzia baadaye katika video hii, kila moja ikiwa ya anasa kama unavyoweza kutarajia. Fikiria viti vya ngozi, viwango vya dhahabu na paneli za mninga wa Kiafrika zikiumba mazingira ya anasa ambayo hufanya hata safari fupi kuwa uzoefu wa VIP. Helikopta za chapa ya Trump hawakuwa ndege tu, bali ujumbe wa kuruka wa nguvu na mtindo. Wakati Donald Trump anagombea urais wa 2024, nguvu ya Trump inabaki kuwa kivutio cha meli yake, kisambambulizi cha tabia yake isiyo ya kawaida. Iwe ni mandhari kwa mikutano au ukumbi wa mikutano ya viongozi wa juu, ndege ya Quigwa bado inavutia tahadhari ya kimataifa. Kwa Trump, kusafiri sio tu kuhusu kwenda kutoka alama A hadi B, bali kuhusu kuwasilisha ujumbe. Na pamoja na Trump Force One, ujumbe huo ni wazina wa kipekee. Nguvu anasana zaidi ya yote, usalama. Ni nani asiyependa kuruka kwa njia hiyo? Lakini nini hufanyika wakati Trump hayumo angani? Kwenye ardhi, meli yake ya magari inaonyesha extravagance hiyo na umakini kwa maelezo kwenye Trump Force One. Nani magari gani maarufu ya Trump? Meli ya magari. Kwenye orodha hiyo iko limousine ya kihistoria ya Trump, Cadillac iliyolishwa inayobadilisha dhana ya anasa. Licha ya muonekano wa kifahari, limousine hii ni ngome ya kweli kwenye magurudumu. Iliundwa ili kutetea risasi na milipuko, inahakikisha usalama wa Trump dhidi ya tishio lolote. Vioo vilivyogiza, si kwa ajili ya tamasha tu, vinahakikisha faragha ya juu, ikimweka mbali na ulimwengu wa nje na kujizamisha katika ulimwengu wake mwenyewe. Marandani hiyo ni kila kitu unachotarajia na zaidi: viti vya ngozi laini, minibari iliyosheheni divai bora zaidi, na mifumo ya mawasiliano ya hali ya juu ambayo inamruhusu Trump kufanya biashara hata anapoendelea kupitia mitaa. Ni mchanganyiko kamili wa starehe na ufanisi, lakini ungekitarajia kitu kidogo. Kisha tunayo SUV iliyobinafsishwa ya Trump, mnyama wa gari uliundwa kushinda vijiji vya mijini na pori la asili. Hii sio tu SUV yoyote, imewekwa kwa huduma za usalama za juu kama kioo kisichoweza kupenya risasi na paneli zilizoboreshwa za mwili. Waza hivi: Trump anaelekea mkutano wa kampeni na ghafla barabara mbele inageuka kuwa eneo lenye mteremko. Hakuna shida. SUV hii inameza maeneo yenye miteremko mkiayoni, ikihakikisha safari laini na salama. Ndani yake ni ndoto ya mpenda teknolojia na simu za satelaiti, mifumo ya burudani na kabini kubwa ya kutosha kunyosha na kupumzika. Si tu kuhusu ulinzi. Hii ni kuhakikisha kwamba Trump anasafiri kwa starehe na mtindo, bila kujali barabara au ukosefu wake unampeleka wapi. Sasa, hebu tuguzegia kwa kitu cha zamani. Rolls-Royce Silver Cloud ya Trump ni ufafanuzi wa ungwana usiopitwa na wakati. Hii ya kipekee ya zamani sio gari tu, ni kipande cha historia ya magari na mistari yake ya kifahari na ndani iliyotengenezwa kwa mikono. Silver Cloud inakisi kuthamini kwake kwa sanaa ya kale. Waza watu walivyoguka waliposikia gari hili likipita barabarani. Uwepo wake tu unakumbusha wakati ambapo ufasaha na utepetevu vilitawala barabarani. Rolls-Royce Silver Cloud sio tu kuhusu kufika mahali fulani, bali ni kufanya hivyo kwa mtindo. Kuhusu mtindo, hatuwezi kusahau Bentley Continental GT ya Trump, inayojulikana kwa uwezo wake mkubwa na ndani yake ya kifahari, ikiwa ni moja ya pendwa miongoni mwa wale wenye hadhi kubwa.
Viti vya ngozi vilivyotengenezwa kwa mikono na mfumo wa sauti wa kisasa hufanya Bentley kuwa pahali pazuri pa kuwa juu ya magurudumu. Chini ya ndani yake yenye utulivu, Continental GT inaficha mnyama mwenye injini yenye nguvu inayotoa uzoefu wa kusisimua wa kuendesha gari. Gari hili linawakilisha mapenzi ya Trump kwa kasi na anasa, machanganyiko wenye kusisimua kama ni wa kifahari. Zaidi ya hayo, upendo wa Trump kwa utendaji mzuri haujawekwa kwenye Bentleys na Rolls Royces pekee. Tayari alikuwa na Lamborghini Diablo, mojawapo ya magari ya kisasa zaidi kuwahi kutengenezwa. Eleganti, haraka na bila shaka ya kimapinduzi, Diablo ni gari linalovutia macho. Ingawa Trump hatimaye alitengana na hii kazi ya sanaa ya Italia, inabaki kuwa sehemu muhimu ya urithi wake wa magari. Lamborghini Diablo sio tu gari, ni tamko linalolenga upendeleo wa Trump kwa jambo la kipekee. Kisha tunayo Mercedes-Benz SLR McLaren, gari linalosimama hata katika mkusanyiko wa kushangaza wa Trump, na muundo wake unaoegemea kwenye Formula 1 na milango ya aina ya mabawa ya mwari. SLR McLaren ni mwenye nguvu kama alivyo mzuri. Chini ya bonnet, injini ya V8 ya Superchick kwa muundo wake wa michezo na sifa za kutotoa hewa inaangazia upande tofauti wa maslahi ya magari ya Trump, wenye ubunifu kama vile ni usiotarajiwa. Na haswa wakati ambapo inaonekana kwamba hamu ya magari ya Trump haitaweza kuwa ya kupindukia, anaingiza Orange County Chopper ya dhahabu ya karati 24, pikipiki ya kubinafsisha yenye vipande vya dhahabu halisi, inakisi upendo wa Trump kwa anasa. Iliundwa na Paul Teutel Sr., mwanzilishi wa Orange County Choppers. Pikipiki hii ni kazi ya sanaa na ni njia ya usafiri. Chopper ya dhahabu ya karati, Jobis ni kielelezo cha juu cha anasa na ufundi. Kwa nini kuridhika na pikipiki ya kawaida wakati unaweza kuwa na ile iliyofanywa kwa dhahabu? Kutoka kwa limuzini hadi pikipiki, makusanyiko wa magari ya Trump ni ulimwengu tofauti kabisa. Kila gari sio tu njia ya usafiri, ni kauli, kielelezo cha utu wa Trump na upendo wake wa kipekee. Kwa hivyo, wakati wonapo limusine ya anasa au gari la mbio linaporomoka, jiulize, gari lako linasema nini juu yako? Kwa sababu linapokuja Trump, magari yake yanasema yote. Na kuzungumzia ukuu, mtindo wa maisha wa anasa wa Trump haujikite katika bahari pekee. Fuvu ya helikopta ya kampuni yake inafanana kwa anasa na utendaji na ndege zake na boti wakati wa safari za anga. Tuchunguze kwa karibu jinsi ya jahazi la Trump linavyochanganya harakati, anasa na usahihi wa kimkakati. Trump Princess ikipita kwa mtindo kupitia bahari zenye wazi. Donald Trump anajiburudisha juu ya Trump Princess, meli yenye mamlaka inayoashiria mtindo wake wa maisha wa kutamanika. Hii meli si tu meli ya kawaida, lakini ni kasri halisi linaloniwea, likiashiria utajiri, nguvu na hamu isiyo na mwisho ya anasa. Kabla ya Trump kumiliki kazi hii, jahazi lilikuwa na maisha yanayostahili hadithi kama hiyo iliyochorwa na matajiri zaidi duniani. Hadithi ya meli hii ya anasa inaanza na Adnan Khashoggi, mfanya biashara wa silaha kutoka Saudi Arabia, maarufu kwa mtindo wake wa maisha wa kutamanika na mawasiliano yenye ushawishi. Katika miaka ya 1970, Khashoggi alimkaribisha mbunifu mashuhuri wa Uingereza John Bannenberg kuunda jahazi lenye anasa zaidi kuwahi kuonekana duniani. Matokeo yake yalikuwa Nabila, kazi ya sanaa ya urefu wa mita mamplusan ambayo iligharimu zaidi ya dola milioni 36 kujengwa. Walakini ukuu halisi haukupatikana tu kwa vipimo vyake, bali pia kwa ndani yake. Iliundwa na bwana wa Italia Luigi Stuccio. Tafakari juu ya jahazi lenye anasa hivyo kwamba gharama za ndani yake zilizidi thamani ya jahazi lenyewe. Jina likitolewa kwa heshima kwa binti wa pekee wa Khashoggi, Nabila ilitolewa mwaka wa 1973, ikionyesha uwezo wa teknolojia na utajiri. Ili kusudiwa kuwa kabisa kujitosheleza,
ikijumuisha zakula na salon ya niwele na viti vitatu hadi chumba cha kuonyesha kilichokuwa na maktaba ya sinema zenye Atlantis pamoja na hospitali inayojumuisha chumba cha upasuaji. Hii haikuwa jahazi tu la kawaida, bali ni himaya ya kutembea majini, na wafanyakazi limetua helipad na mitumbwi miwili ya meta 9 ili kufanikisha ufikiaji wa pwani, na bila ilikuwa kilelezo kikuu cha hadhi, ikiwa na uwezo wa kufikia kasi ya Tsublas Ebe nausi ikifunika maili za nauti aptaisi demnatus kwa tangi moja la mafuta na kutowalita papapratin tudan za maji safi kila siku. Fikiria tu, Khashoggi angekuwa na sherehe ya miezi mitatu kwa wagni satu bila hata kutia nanga, na sherehe alizokuwa akizifanya na bila haikuwa tu ishara ya anasa, bali pia zana isiyowekewa thamani katika biashara. Khashoggi alikuwa akiandaa mikutano ya kifahari kabisa duniani kwenye jahazi hili, akiwaalika nyota wa sinema, viongozi wa kisiasa na wanadiplomasia. Fikiria mandhari, marais 5 ikiwemo wafalme 3 wakichezewa kwa wakati moja katika vyumba vyenye simu henson na mfumo wa mawasiliano kupitia satelaiti. Biashara zilifanywa, silaha zilisafirishwana. Wakati mikataba ilipokuwa tayari kusainiwa, jahazi lilielekea katika maji bahari ya kimataifa, ambapo vikwazo vya kifalme juu ya shughuli za biashara havikutekelezwa. Kuzungumzia kufanya biashara kwa matindo, walakini kama msemo unasema, vitu vyote vyema lazima vifikie mwisho. Wakati himaya ya Khashoggi ilipoanza kuvunjika katika miaka ya 1930, alijikuta akihitaji mkopo wa dola milioni 5. Aliitumia Nabila kama dhamana, lakini aliposhindwa kulipa, jahazi lilichukuliwa na kampuni ya Uswisi. Waliagiza Burgess, kampuni ya uzaji wa majahazi, ili kuliuza haraka. Na hivyo ndivyo Donald Trump alivyokuja kuingia. Aliposikia kuwa Nabila iko sokoni, alitoa zabuni ya pesa taslimu kwa jahazi. Ingawa zabuni nyingine 2 zilikuwa mezani, zabuni muhimu ya dola milioni 3 kutoka kwa Trump ilishinda, pamoja na yeye mwenyewe kutokuwa amewahi kukanyaga jahazi hilo. Je, hii ndio njia ya kuonyesha ujasiri? Trump hakusita kufanya Nabila mali yake. Aliwekeza dola milioni hata pantomlipa kurekebisha jahazi hilo Uholanzi na Amos. Rangi ya kufunika ilibadilishwa, injini kuu ziliboreshwa na mita 30 za ngozi ya Uswede zilichukuliwa nafasi. Chumba kimoja cha kuwa na mtindo wa kupita kiasi kiliguzwa kuwa chumba cha mtoto, wakati chumba cha kucha kiliguzwa kuwa vyumbani. Likipewa jina jipya kama Trump Princess. Jahazi liliondoka Azores mwezi wa 6, 1928 na kufika New York tarehe 4 Julai, wakati wa sherehe kubwa iliyoandaliwa na familia ya Trump. Trump Princess ni forodha ya anasa inayotembea majini. Vyumba vina kuta za ngozi ya Uswede na mbao ya jicho la ndege. Katika view, kivutio ni onyksi iliyochongwa kwa mikono na mafundi wa Italiano. Bwawani la Zambaro ni mojawapo ya vyumba vya kupita kiasi, na dari lenye umbo la vifaru, kitanda cha meta 3 kwa upana na hata njia ya siri. Mwishowe, nani asiyehitaji chumba cha miliki kina stoo yenye kioo, bafu lenye onyksi lenye mfumo wa jua sakafuni, kiti cha kunyolea nywele na kisima cha kuoga cha tera kilichochongwa kwa umbo la kombe la kaa. Inajumuisha sauna na lifti ya kibinafsi inayoelekea kwenye sakafu ya jua yenye kibaraza, chumba cha kuhifadhia michezo ya video na bwawa la mviringo nyuma ya kioo kilicholindwa na risasi. Kama hii si anasa ya ziada, basi ni nini? Trump Princess haikuwa tu kwa safari za kibinafsi za familia ya Trump. Wakati wa miezi ya kiangazi, mashua ilisafiri upande wa mashariki ya pwani, ikifunga nanga katika bandari ya Atlantic City, ikionekana Castle Hotel ya Trump, iliyotolewa kwa mashirika ya hisani maalum na wachezaji matajiri wanaotumia mamilioni katika kasino.
Mashua iliwakilisha utajiri wa kutisha kwa namna ya kuvutia, ikisababisha wivu kwa watazamaji. Trump Princess ni zaidi ya mashua ya kawaida, ni ishara. Mnenezi ambaye aliweza kuwatisha wamiliki wa mashua kubwa nyingine, ikionyesha nguvu, utajiri na anasa zisizokuwa na kifani ambazo ni sehemu ya maisha ya Donald Trump. Hatimaye, ni nani asiyetamani maisha makubwa ya namna hiyo ambayo hata vitu vyetu vya kuchezea ni vikubwa sana? Na tukizungumzia juu ya ukubwa, mtindo wa maisha wa anasa wa Trump hauzui kwenye bahari. Safu yake ya helikopta inashindana katika anasa na utendaji na ndege zake za kibinafsi na mashua. Helikopta za Donald Trump zinaonekana kwa umakini wa mwendo, anasa na umahiri mkakati, zikiakisi tabia yake mwenyewe. Upendeleo wake kwa helikopta badala ya njia za usafirishaji za kawaida unazidi tu rahisi. Ni uchaguzi uliofanywa kwa kuzingatia ili kuhakikisha usalama wake na kutokuwepo kwake. Ndege hizi si helikopta za kawaida, bali ngome za kuruka zinazoweza kudumisha Trump mbele ya makezo. Sikorsky S-7C inayong'ara katika safu ya ndege ya rais wa zamani, inachanganya faraja na usalama, ikitoa safari tulivu na kimya, muhimu kwa shughuli nyeti zake na maamuzi ya hatari. Ndani ya Sikorsky S-76 iliyoja anasa inavutia na kabati yake kubwa, madirisha ya panoramic na viti vya kifahari, ikidhibitisha safari yenye faraja na ya kifahari. Zaidi ya hayo, mifumo ya burudani ya kizazi kipya inaendelea Trump kuunganishwa na kuhifahisha wakati wa safari zake. Walakini, fahirisi halisi ya helikopta za Trump zinapatikana katika uwezo wao wa kuitikia kwa haraka. Katika ulimwengu ambapo hali zinaweza kubadilika mara moja, uwezo wa Trump wa kuhama haraka kutoka sehemu moja kwenda nyingine ni muhimu. Iwe anaruka kutoka kwenye mikutano au kufanya kutoroka haraka mbele ya hatari, Sikorsky S-7C inaweza kuinuka na kutua karibu popote, ikitoa kiwango kisichokuwa na mitilahi cha mzunguko wa mpango wake wa safari. Ni zaidi ya kuwa usafiri tu, ni faida ya ujanja, njia ya Trump ya kubaki daima mbele. Linapokuja suala la kubaki mbele, usalama ni wasiwasi wa mara kwa mtu mwenye sifa kama za Trump. Helikopta hutoa faida ya kipekee katika suala hili. Fikiria hali ambapo mbingu zinakuwa kimbilio salama pekee, kuruhusu kufutwa haraka kutoka eneo lolote mbele ya ishara ya kwanza ya matatizo. Ndege hizi zinaweza kutua mahali salama na ya siri, zikifanya iwe gumu kufuatilia harakati zake na vitisho vya inawezekana. Katika hali ya dharura, uwezo wa kufuta na kulinda mara moja Trump si muhimu tu, ni suala la kuishi. Na hapa ndipo kipengi cha udanganyifu kinaingia, kwa kuwa ni mchezo wa hatari bila kuguswa na kuchanganyikiwa kidogo. Hapo ndipo helikopta ya chambo inapokuja kucheza. Ili kuhakikisha usalama wa Trump, mara nyingi helikopta kadhaa zisizotofautishwa huzinduliwa angani, zikifanya ziwe vigumu kutambulika kwa mtazamaji. Inayojulikana kama mkakati wa helikopta za chambo. Mkakati huu sio tu mbinu ya kustajabisha, bali mbinu ya hila iliundwa vizuri inayotumiwa katika operesheni za usalama wa juu. Ni kama filamu. Fikiria kujaribu kugundua helikopta halisi wakati wanakata angani. Hii huiingiza njozi mikutanisho ya safari za Trump, ikifanya zipate thamani ya hadithi ya upelelezi. Helikopta za Trump hazizingati anga la Marekani. Wakati wa ziara yake nchini Uingereza mwaka 2000, aliamua kusafiri kati ya London na uwanja wake wa gofu huko Scotland kwa helikopta, akizunguka barabara zilizoja na kudumisha mzingira thabiti wa usalama. Usafiri wa kimataifa wa helikopta ni wa kuvutia, ukihusisha uratibu na mamlaka za eneo hilo na mipango ya makini. Ni shughuli ya usahihi ambapo hata undogo kabisa huchunguzwa kwa umakini ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Kwa upande wa nyuma, timu imara ya marubani, walinzi na wafanyikazi wa usaidizi hufanya kazi bila kuchoka ili kutekeleza safari hizi kwa ustadi.
Marubani, wataalamu wenye uzoefu mwingi katika safari za watu mashuhuri, hupitia mafunzo makali kushughulikia hali yoyote inayoweza kutokea wakati wa safari. Timu ya usalama hufanya ukaguzi wa kina kwenye helikopta na mazingira yake kabla ya kila kuruka, wakitumia vifaa vya kisasa vya uangalizi kugundua tishio lolote linaloweza kutokea. Wakati huo huo, timu ya usaidizi inahakikisha kila kitu, kutoka kujaza mafuta hadi kupikia, kinakwenda vizuri, kuhakikisha kila safari iwe nyepesi iwezekanavyo. Sasa, tuzungumzie tembo ndani ya chumba: gharama. Kuendesha meli ya helikopta za kisasa sio jambo la bei rahisi. Kwa mfano, Sikorsky S-76 inagharimu karibu dola za Marekani milioni 10, bila kuhesabu gharama za mara kwa mara za matengenezo na uendeshaji ambazo zinakaribia mamilioni kila mwaka. Ni gharama ambayo wachache wanaweza kumudu. Na hata hivyo, kwa Trump, ni bei ndogo ya kulipa kwa urahisi, usalama na anasa ambazo helikopta hizi zinatoa. Kwa nini helikopta? Kwa nini gharama kubwa? Hatua za usalama za kina na usahihi usio na huruma katika upangaji. Kwa sababu kwa Donald Trump, kila wakati ni fursa ya kuendelea kuwa mbele, kushinda na kuendelea kuwa bila kushindwa. Helikopta zake si tu njia ya usafiri, ni taarifa, ngome angani na ushahidi wa urefu ambao ataenda kwa ajili ya kulinda milki yake. Ni nani asiyependa kuruka juu akiwa amezungukwa na anasa na dunia ikiwa chini yake na anga ikawa mpaka? Hata hivyo, mbali na floti ya magari, helikopta, ndege binafsi na hata jahazi la Trump, kuna kipande kimoja ambacho bado kinasalia ili kukamilisha mchezo wa puzzle. Wakati wa ziara yake nchini Uingereza mwaka 2020, aliamua kusafiri kati ya London na uwanja wake wa gofu nchini Scotland kwa helikopta, akiepuka barabara zilizoja na kuhakikisha usalama. Logistiki ya safari za kimataifa kwa helikopta ni ngumu sana, ikijumuisha ushirikiano na mamlaka za eneo na upangaji wa makini. Ni kazi ya usahihi ambapo kila undani huchunguzwa kwa umakini ili kuhakikisha kuwa kila kitu kinakwenda bila mawaruzo. Nyuma ya pazia, timu iliyojitolea ya marubani, walinzi na wafanyakazi wa msaada wanafanya kazi bila kuchoka kuhakikisha mafanikio ya safari hizi. Marubani, wataalamu wenye uzoefu mkubwa katika safari za kiwango cha juu, hupitia mafunzo makali kushughulikia hali yoyote inayoweza kutokea wakati wa safari. Timu ya usalama hufanya ukaguzi wa kina wa helikopta na maeneo yanayozunguka kabla ya kila kuruka, wakitumia vifaa vya ufuatiliaji wa juu kugundua vitisho vinavyowezekana. Wakati huo huo, timu ya msaada inahakikisha kuwa shughuli zote, kutoka kwa kujaza mafuta hadi huduma za chakula, zinaendeshwa bila suala, ikihakikisha kuwa kila kuruka kunaendelea vizuri iwezekanavyo. Sasa tujadili suala la gharama. Tembo kwenye chumba. Kuendesha floti ya helikopta za kizazi kipya si jambo la gharama nafuu. Kwa mfano, Sikorsky S-76 ina thamani ya karibu dola milioni 10, bila kuhesabu gharama za kawaida za matengenezo na uendeshaji ambazo huenda hadi mamilioni kila mwaka. Uwekezaji ambao wachache wamebarikiwa kuweza kustahimili. Hata hivyo, kwa Trump, ni thamani ndogo kulipa kwa starehe, usalama na anasa ambazo helikopta hizi hutoa. Kwa hivyo, kwa nini helikopta? Kwa nini gharama kubwa, hatua za usalama za hali ya juu na mpangilio wa makini sana? Kwa sababu kwa Donald Trump, kila wakati ni fursa ya kubaki mbele, kushinda changamoto na kusalia imara. Helikopta zake si tu njia ya usafiri, bali ni tangazo, ngome angani na ushahidi wa mipaka ambayo yuko tayari kwenda ili kulinda himaya yake. Ni nani asiyetamani kuruka juu, akizungukwa na anasa na dunia ikiwa miguuni mwake na anga kama kikomo? Hata hivyo, mbali na msafara wa magari, helikopta, ndege binafsi na hata yauti ya Trump, kuna kipande muhimu ambacho bado hakijakamilisha puzzle. Ndio, tunajadili hapa swala la usalama wa kibinafsi wa Donald Trump. Tofauti na sisi, hana uhuru wa kufanya safari za kuchosha au kupumzika bila wasiwasi. Kwa hivyo, ni muhimu kwamba daima ana walinzi karibu naye.
Kulinda yeye ni kipaumbele. Usalama na uchache ni muhimu. Linapokuja suala la safari za Donald Trump zenye utata na siri za kiusalama, hatua za usalama zilizochukuliwa ni za filamu. Tafakari kwa wakati mwafaka wa filamu maarufu, ambapo shujaa daima anachunguzwa na timu iliyopata mafunzo ya hali ya juu, isiyoonekana na ya kimuundo, lakini daima iko tayari kuchukua hatua haraka. Hii ni ukweli, sio uongo. Ni mazingira makini yaliundwa na huduma ya siri ya Marekani kuhakikisha ulinzi usio na kikomo wa Trump. Lakini hawa ni akina nani? Ni mawakala bora ambao hufanya walinzi wa kawaida kuonekana hawana uzoefu. Ni watu waliochaguliwa kwa makini, wanaotambuliwa si tu kwa uwezo wao wa kimwili na hisia kali, lakini pia kwa uwezo wao wa kudumisha utulivu chini ya shinikizo. Wanasemekana Trump hupendelea mawakala ambao sembuse ni wapendeza macho. Wakati unapo chini ya uchunguzi wa ulimwengu constant, hata walinzi wanahitaji kuifanya katika kiwango fulani. Kama hawakutana na matarajio, wanafukuzwa. Ni kama mchezo wa ukweli, lakini na mengi zaidi yanayopatikana. Sasa tuzungumze juu ya teknolojia. Je, umewahi kujiuliza ni nini kiko nyuma ya vioo vilivyofunikwa vya magari ya Trump au msafara unaoenda haraka kwenye msongamano wa magari? Sio tu kuhusu vioo vya risasi au silaha za kujikinga, ingawa bila shaka hizo ziko juu. Uvumbuzi wa kweli upo katika mifumo ya uangalizi ya juu na mawasiliano iliyounganishwa kwenye kila gari, ndege na hata gari linalotumiwa na Trump. Waza hili kama kituo cha amri cha simu kinachotembea na ufuatiliaji wa GPS halisi, njia za mawasiliano zilizo na kichocheo ambazo zingefanya kibao mpelelezi fahari na vifaa vya uangalizi vinavyoweza kutambua na kuzima vitisho kabla hata havijatokea. Ni mchezo wa kiwango cha juu wa kimkakati ambapo kila mwendo unatabiriwa na kila kinasadikika kiko tayari. Hata hivyo, ni wakati wa ndege ambapo hali inakuwa ya kuvutia kweli. Hisia ya binafsi ya Boeing 737 ya Trump inavuka angani, sio tu kama njia ya usafirishaji wa anasa, lakini kama ngome yenye mabawa. Idara ya siri inashirikiana na FAA, TSA na anuai ya mashirika mengine kuhakikisha kila ndege ni salama kama Fort Knox. Ndege hii sio tu kuhusu urahisi, ina vifaa vya hivi karibuni katika usalama wa angani, ikiwa ni pamoja na mifumo ya mawasiliano yenye kichocheo na, kwa kushangaza, ulinzi wa makombora. Njia ya ndege imepangwa kwa umakini, na njia mbadala na maeneo ya kutoa dharura yameandaliwa na yanastahili kila wakati ikihitajika. Kwa msiba kuna mpango wa dharura kwa mpango wa dharura. Lakini wakati Trump yuko ardhini, msafara unaingia, ngome inayosonga ambapo kila gari lina jukumu katika hafla hii iliumbwa ya usalama. Gari kiongozi anaanzisha njia, akifanya upelelezi wa njia kwa kutafuta vitisho vya iwezekanavyo, huku gari la Trump likilindwa na msururu wa mitego na vitengo vya msaada. Si tu kuhusu kusafiri kutoka mahali A hadi mahali B, ni kuhusu kufanya hivyo ukiwa tayari kwa matukio yoyote na mawasiliano ya mara kwa mara, kurudi kwenye kituo cha amri, kuhakikisha kila sekunde inatumika na kila kitisho kinachowezeka na kinachunguzwa kwa karibu. Na wakati hali inapozidi kuwa ngumu, nyumba salama huingia kwenye hatua, kufanya ngome zilizopangwa kwa makakati kando ya njia ya safari ya Trump. Wadia hivi kuhamia kwa haraka kwenye eneo lisilojulikana, ambapo Trump anabaki salama mpaka kitisho kitakapodhibitiwa. Lakini si hapo tu. Mtandao wa usalama wa idara ya siri pia unaingiza hatua za kinyume: ujasusi wa hadithi ya upelelezi, vifaa vya kuingilia kwenye elektroniki, thibitisho, mawakala waliobadilishwa ambao wanaweza kuchanganyika na umati huku wakifuatilia vitisho vya iwezekanavyo thibitisho jingine. Mawakala hawa wamefunzwa kutambua kutoka kwa mhalifu anayewezekana hadi shambulio la kisasa la mtandao, kuhakikisha hakuna undani unaopuzwa katika jukumu la kumlinda Trump salama.
Nyuma ya teknolojia yote hiyo ya hali ya juu, kuna msingi imara wa akili nzuri na zamani ya kibinadamu. Idara ya siri haitokani na vifaa na silaha tu, ni kuhusu kuwa mbele ya kitisho chochote kwa hatua mbili. Hii ni pamoja na kukusanya taarifa kutoka kwa watoa habari, kufuatilia mitandao ya kijamii kwa dalili ndogo ya hatari na kushirikiana karibu na mashirika mengine ya utekelezaji wa sheria. Lengo, kutokomeza vitisho kabla hata havijakaribia Trump. Lakini hii ndio kiini cha suala ya usalama. Kulinda Trump sio tu suala la kimkakati, pia ni ghali. Katika mwaka mmoja tu, huduma ya siri ilitumia zaidi ya 1.3 milioni kwenye bili za hoteli na usafiri. Hii ni pamoja na karibu $800,000 kwa malazi hotelini, karibu $300,000 kwa kodi ya magari, na zaidi ya $260,000 kwa safari za ndege na treni. Ikiwa ulikuwa unafikiria kuwa kuweka rais wa zamani salama ilikuwa kazi rahisi ya kumtegemea tu walinzi wachache, fikiria tena. Ni mfumo uliorekebishwa vizuri ambao hauheshimu, kwani katika makezo wa usalama hakuna kuzidi kwa tahadhari. Kwa hivyo, wakati uonapo msafara ukipita haraka au ndege ya kibinafsi ikiruka juu, kumbuka kuwa hii si tu suala la kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ni suala la ushirikiano wa orkestra ya hatua za usalama, kila moja ikiwa ngumu zaidi ya awali, zote zikibuniwa ili kumweka mtu salama. Na unaweza kuwa na uhakika kwamba huduma ya siri iko tayari kufanya lolote linalohitajika kuhakikisha usalama usio na dosari wa Trump. Kwa kweli, katika eneo lao la utendaji, hakuna uzembe katika moyo. Ikiwa ulipenda video hii, angalia maudhui yetu mengine mazuri kwenye channel yetu. Tunashukuru kwa kutazama na tutaonana kwenye video inayofuata.